Baada ya hotuba ya iliyomwonyesha mwandishi wa habari kutoka taifa la Iran ambaye alitangaza kifo cha Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Hebu tusikilize. Hili si jambo la kawaida. Dunia inapoelekea hivi sasa, hatari kubwa zaidi inatajwa. Urusi na China wamesema pengine hizi huenda zikawa ni chokochoko za kuelekea vita ya tatu ya dunia kama Israel na Marekani wasipoacha kuendelea kumchachafya ama kufanya mashambulizi katika taifa la Iran. Sasa twende moja kwa moja kwenye mambo manne makuu ambayo yamebeba ajenda ya hotuba ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliyoitoa tarehe 7 Machi 2026. Na jambo la kwanza ni kile ambacho amekiita ya kwamba ujumbe kwa wananchi wa Iran. Hotuba hii inaelezwa kubebwa ujumbe mzito kutoka kwa Israel kwenda kwa wananchi wa Iran, na Waziri Mkuu wa Israel kusema wazi ya kwamba nafasi na muda wa ukweli umekaribia ama unakaribia kutimia. Na muda huu wa ukweli ni pale ambapo wananchi wa Iran watapata mamlaka kamili ya kuchukua uongozi ama kuchukua taifa lao dhidi ya uongozi ulioko hivi sasa madarakani, ambao Israel na Marekani hautaki kabisa uendelee kuwepo hapo. Sasa kupitia hotuba hii Waziri Mkuu wa Israel anasema wazi ya kwamba wananchi wa Iran wanakaribia kupata uhuru wao na ukweli ambao unaelekea kutimia moja kwa moja. Lakini jambo la pili, wakati wa ukweli ambao unaendelea kutimia na mustakabali wa amani ambao unatajwa kupitia hotuba hii, lakini jambo la pili umebeba ajenda ama ujumbe wa mashambulizi ya kijeshi. Na kwenye ujumbe huu wa mashambulizi ya kijeshi kupitia hotuba yake, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema wazi ya kwamba wao wamebeba ajenda ya kuhakikisha kwamba wana aina ama sehemu ya mashambulizi sehemu kubwa ya maisha yao na familia zao zipo hatarini, kwa sababu unapomzungumzia baba kama kichwa familia anapoondoka, familia lazima itasuasua na kulegalega. Sasa Israel kupitia Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wamezungumza hilo kama ni jambo la tatu ambalo limebeba ile ajenda ya hotuba yake aliyoitoa, ambayo imekuwa na ufuatiliaji mkubwa na hii leo tuna itazama. Na amesema wazi ya kwamba katika kile ambacho anakitazama, wanajeshi wa IRGC wapo kwenye shabaha nzito ya Israel wakati wowote, muda wowote, na wao wanajua nini ambacho wanakifanya. Lakini pia vile vile
sehemu ya 4 ya ajenda ya hotuba ya waziri mkuu wa taifa la Israel Benjamin Netanyahu amezungumza kuhusiana na uhusiano wa taifa la Israel na Marekani. Na sehemu ya kimashirikiano ya kijeshi, uhusiano wa kiuchumi na kwenye falsafa za namna ambavyo wao wanaendea katika kuhakikisha kwamba Iran wanakwenda kuwa na uongozi ambao wao kwa namna moja ama nyingine watashirikiana nao kwa 100%. Ikumbuke kwamba anachokizungumza hivi sasa Benjamin Netanyahu ni kana kwamba marudio aliyoyasema Rais Donald Trump. Cha kwanza kuhusiana na uhuru wa wananchi wa Iran unakwenda kukaribia kutimia na wananchi kupata mamlaka kamili ya wao kuchukua taifa lao, lakini jambo la pili ni sehemu ya jeshi la mapinduzi la Iran pamoja na washirika wake Hezbollah wahakikisha kwamba wanajisalimisha ili waweze kuwa salama, na sehemu ya tatu, sehemu ya ushirikiano wa taifa la Marekani na Israel bado utaendelea kuwepo na kuzingatia ubora zaidi wa kipindi hiki kuliko sehemu nyingine yoyote. Kumbuka Marekani sehemu ya sera yake ya MAGA, Make America Great Again, bado wapo ambao wanasema asilimia kubwa upandaji wa bei ya mafuta ghafi, ambayo kwa hivi sasa tutarajie mwishoni mwa mwezi huu mafuta kupanda si tu kwa Tanzania, katika eneo kubwa la Afrika na maeneo mengine. Nikusihi uendelee kusalia nami. Jina langu ni Ali Kashmiri. Unionapo kuna jambo kwa update kwa yale ambayo yanaendelea maeneo mbalimbali, lakini sehemu ya uchambuzi huu ni live kutoka hapa South Africa, Johannesburg. Nikutakie utazamaji mwema na tafadhali endelea kusalia nami.